Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anauliza, hivi huyu yupo kama aliyekuwa mfu, bado hajaamka, hajafufuka? Ile tu ndugu zanguni katika imani, kufikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhan na ukadiliki ukaufunga, kuna sehemu fulani ya uhai na uzima na hali ya ubinadamu umeivaa, imekurejelea wewe Muislamu. Kinyume chake anakuwa ni mfu. Tulizungumza tukasema uhai wa viwiliwili umesimamiwa na chakula, maji na vitu vingine, lakini uhai wa nyoyo umesimamiwa na swala zima la imani. Viwiliwili havitoweza kupata uhai, uzima, endapo vikikosa chakula na maji, na vile vile nyoyo zetu hazitoweza kuwa hai endapo zitakosa imani, endapo zitakapokosa kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii tena ni nafasi nyingine ya kuweza kuvifufua na kuviamsha nyoyo zetu, viwiliwili vyetu kunako uhai wa milele. Uhai huu ambao ni wa muda mfupi wa viwiliwili vyetu sio uhai bora sana kama vile uhai wa milele usiokwisha, uhai wa imani zetu, alhayat alabadiyya alukhrawiyya. Rudi nyuma, fikiri kabla ya Ramadhan, sisi tulikuwaje? Sisi kabla ya Ramadhan tuliishi maisha gani? Miamala yetu ilikuwaje? Kuna asirul ma'siyat, tulikuwa ni mateka wa maasiya. Tumezama katika utulivu na hali na nuru tuliyokuwa nayo hivi sasa, alhamdulillah, hatukuwa nayo kabisa kabla ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bali insan ala nafsihi basira, kila mwanadamu katika nafsi yake anajitambua. Walau alqa ma'adhira, hata kama angelitoa nyudhuru. Tulikuwa ni watu wachovu sana kunako matendo yaliyokuwa mema. Kila mmoja anajisikia uvivu kwa upande wake na kwa sehemu yake ibada. Hakuwa na hamu nayo kama alivyokuwa na hamu sasa. Hakuitegea sikio kama alivyoitegea sikio hivi sasa. Katekwa kazama. Lakini pia kasilun fil ibadat, tulikuwa wachovu, wavivu katika ibada. Hatuji kwa muda, lakini katika zama, katika nyakati, kipindi kama hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, kila mmoja anakuja kwa wakati, na asipokuja roho yake inamsuta huko alipo, kwamba labda Ramadhani yake imepeperushwa, labda kuna mapungufu fulani yamempitia. Sasa ni kwa nini leo? Kwa nini kipindi hichi? Nafhatun rabbaniya, ni rehma ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala imemteremkia mwanadamu. Hapo kabla tulikuwa, ndugu zanguni, mustaslimun lilmughriyat, tulikuwa ni wenye kukumbwa na vishawishi hasa. Lakini si katika kipindi hichi, katika hali ya mwezi huu, mwezi Ramadhan, amekuwa Muislamu ni mwenye tahadhari sana na vishawishi na upotevu. Amekuwa ni mwenye kujitizama sana, jicho moja kwenye funga yake isiondoke patupu, jicho lingine anaendelea kuitafuta dunia yake. Fataamal. Kwa hiyo tunataka mtu azingatie, aina anta al'an, upo katika hali gani hivi sasa? Inafanana na hali ile ya kabla? Fadrak almawqif, basi sasa haupo mbali sana, uharakie na uweze kuwahi huu msafara wa walioweza kuondoka toka zamani sana. Mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu zanguni, wengi huwa wanasema ni kama vile mgeni mtukufu sana anayekujia.
Kama usiposema ni fursa, basi nasema ni mgeni mtukufu sana, ama sema ni mjumbe wa mkubwa aliyetumwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata kama ingelikuwa ni mjumbe ama ni mgeni wa kiongozi mkubwa wa nchi akatumwa kuja katika nyumba yako, bila shaka ungelimpokea kwa furaha na ungelimkirimu, ungejionyesha mpole na kwamba wewe ni mwema sana, ili aondoke na ujumbe mzuri kwa kiongozi aliyetumwa. Mtu ataacha uchoyo wake kuanzia siku ile, atajifanya mkarimu, atajitoa sana kwenye masala ya makulati, vyakula, vinywaji, bashasha, atajifanya ni mwenye huruma, anashusha chini sauti yake, mwendo wake ni wa taratibu, kwa sababu amejiwa na mtu ambaye atapeleka ujumbe sehemu. Basi kuwa hivyo hivyo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katurejereshea mwezi huu wa Ramadhani ili uende kupeleka ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna gani umempokea na namna gani umemkirimu wewe. Fa ya Abdallah, ewe mja wa Allah, fantabi, basi zinduka, kwa kuwa umefunikwa na rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumia fursa, faghtanimha, amka tena, fufuka tena mara nyingine. Kama ulikuwa umezama katika maasiya, vishawishi, katika dhalalatu, upotevu, umejisahau kabla, hii tena ni nafasi nyingine, huu tena ndio uhai mwingine. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, katika hadithi anakuambia mtume alikuwa ni mtu mkarimu sana katika siku nyingine. Lakini wakana, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama ajwadu ma yakunu fi Ramadan, ni mkarimu zaidi ya maelezo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alikuwa ni mwepesi wa matendo ya kheri. Faghtanimha, basi na wewe pia unatakiwa uutumie mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Faghtanimha fa kaifa law dhahaba Ramadan, jiulize, vipi kama itatupita huu mwezi mtukufu wa Ramadhan walam yughfar lana, wala tujasamehewa. Famata nughfar, sasa kipindi gani tena kingine unaweza ukasamehewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala madhambi yote ambayo tumeyatenda? Hebu jiulize, fa kaifa, itakuwaje kama mwezi huu mtukufu wa Ramadhan Mwenyezi Mungu akakunja madaftari yake ya wale waliofaulu, sijilil faizin, na jina letu bado halijaandikwa katika daftari la wale waliofaulu, ndipo nje kabisa. Wakakubaliwa, wakarehemewa na Mwenyezi Mungu wale waliojikurubisha na vyao walivyojikurubisha navyo. Halafu mimi na wewe bado hatujakubaliwa, hatuko katika msafara huo. Itakuwa imetupita fursa moja kubwa, tumeingia na tukatoka kama tulivyo. Amwatun ghairu ahya, ni kama vile wafu ambao hawajaamka bado, hawajafufuka, hawana uhai wote. Kwa hiyo amefaulu ni yule mtu ambaye ameondokana na usingizi mzito, akaamka, akaihamasisha nafsi yake kunako kuupokea na kuutumia vizuri mwezi mtukufu Ramadhani. Qalim adhafira shahwatik, wanasema wanazuoni, sasa ni muda wa kukata makucha ya matamanio yako ambayo yalikuwepo katika miezi 11. Ulikuwa ukitenda wewe chochote utakacho. Ukitamani kuzungumza lolote unazungumza, ukitamani mja Allah kula lolote basi wewe unakula. Miezi 11. Ukitamani yeyote kumfanyia lolote unamfanyia. Basi huu ni mwezi wa kupunguza makucha yako hayo, ni mwezi wa kutengeneza wewe muamala wako na daftari lako mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Qalim adhafira shahwatik, ndio mwezi wa kuamka, ndio mwezi wa kuzinduka. Fantabih, zinduka sasa, qabla an tasma'a sayhatan bilhaq, kabla hujaja ule ukelele, unatoka ukelele wa kweli, wito wa kweli.
Yawma yasma'una as-sayha, hiyo siku ambayo utakuja usikie kelele, akuite Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala kwenda kwake. Hiyo ndio siku anatakiwa mtu aiogope. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku watu watakaposimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku mtu atakapopeleka maombi chungu nzima kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siyakubalie. Anatakiwa wanadamu wazinduke kabla ya kupotea fursa yake hii. Akaita akasema rabbirji'un, ewe Mwenyezi Mungu nirejeshe, la'alli a'malu salihan, huenda mimi nikatenda jema, fima tarak, yako niliyoyaacha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametawala kujibu huyu mtu kama mfano. Anaomba akisema Mwenyezi Mungu nirejeshe, nikadiriki, nikatende baadhi ya mema yaliyonipita. Labda mwezi wa Ramadhan yalimpita, aliuchukulia kama ada ya kawaida, hakuuchukulia kiibada. Kalla innaha kalima, Mwenyezi Mungu anasema hapana, haiwezekani ukarudi. Hii uliozungumza ni neno la tamaa tu. Kalimatun huwa qailuha, yeye analisema tu. Wa min waraihim, akasema nyuma yao barzakh, na maisha ya kimwana ndani anakwenda kuyaanza hayo kabla siku hajafufuliwa mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wazinduana ndugu zanguni kwamba hakika Ramadhani imetujia ikiwa kama ni neema, ikiwa kama ni tone la uhai, tena kutuamsha kunako mughafala mzito tuliokuwa nao, tumekumbwa nao katika miezi 11 iliyopita. Ada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kufaradhisha ibada zake mbalimbali, kuziangalia kwa aina zake tofauti, zilikuwa zina maksad na malengo madhumuni mahsus maalum. Kila ibada moja inakwenda tofauti kabisa na makusudio ya ibada nyingine. Baadhi ya ibada ambazo Mwenyezi Mungu amezifaradhisha tulikuwa tukidumu nazo katika miezi 11, utakuta ni zenye kujikariri hivi kwa siku. Kama ibada ya swala inajikariri kwa siku mara 5. Baadhi ya ibada zingine zinajikariri kwa mwaka, kama vile ibada ya funga kwa mwaka mara moja, siku 30-29. Lakini ziko ibada zingine ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezifaradhisha kwa mujibu wa hali ya watu, kama vile ibada ya zaka, faman istata'a, kwa mwenye uwezo. Ibada ya hija kwa mwaka, kwa umri mara moja, kwa mwenye uwezo. Kwa hiyo zilikuwa zina kipindi mahsusi kwa mazingatio mahsusi, lakini malengo yake mahsusi. Kwa hiyo ukiingia katika elimu ya swala, dhumuni lake kubwa utaliona pale limeainishwa, ili iweze kumzuia mtu kutokana na mambo machafu madogo na makubwa. Lakini ukiingia katika ibada ya zaka utakwenda kuiona pale imeainishwa, ili iweze kuitakasa nafsi yako kutokana na madhambi unayofanya makubwa na madogo. Na ukiingia katika dhumuni la hija utakwenda pale kuiona mwishoni mwa aya, ili muweze kufikia katika ucha Mungu, la'allakum tattaqun. Kwa hiyo unakuja unapata kigao cha ushirika. Ibada zote hizi ambazo Mwenyezi Mungu amemfaradhishia mja wake, lengo lake kubwa tazkiyatun nafsi, ni kuiweza kuitakasa nafsi na kuiweza kuinyanyua kunako tabia zilizokuwa njema za kiubinadamu. Mwanadamu afike kunako tabia zilizokuwa bora, muamala mzuri katika jamii yake, aisimamie vizuri ibada ya funga, la'allakum tattaqun, ili muweze kufika kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio maksad adhim. Kwa hiyo tunaishi ndani ya mwezi mtukufu Ramadhan ikiwa dhumuni letu kubwa, ya Rabbi, tumekuitikia wito wako,
tupatie rehema zako. Dhumuni letu kubwa ni tuweze kufika pale, kuinyosha tabia yetu iishi kama vile anavyotaka Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Tazkiyatun nafsi, itakasike na isafishike nafsi yetu na ilelewe kunako tabia zilizokuwa njema. Kwa haya ndugu zanguni, nimwombe Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala atuonyeshe haki na ajalie tuweze kuifata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuamshe, atufunike na rehema zake, tuwe wepesi katika kujibu wito wa Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.